Mtazamaji wa Global TV, kwa majina naitwa Zalia Madam Tabwenja. Tupo hapa katika kijiji cha Mang'angu, wilaya ya Mpwapwa, na sasa hivi naenda kuzungumza na madiwani ambao wanatokea kata ya Kibakwe, wanatokea hapa Mang'angu na wengine wanatokea Kinditi. Tunaenda kuzungumza nao, wao wakiwa kama ndo wanatokea hapa katika eneo hili, katika jimbo hili la Mpwapwa, walipopata taarifa za Vero za kuumwa mpaka Vero kushikwa na umauti, wao kama wao walichukua hatua gani mpaka leo hii mwili wa marehemu Vero umeweza kuingia hapa Mang'angu katika wilaya ya Mpwapwa, tayari umeshazikwa katika kijiji hiki. Kwa majina naitwa Emmanuel Ndule, ni diwani wa kata ya Vingawe. Niko mbele yenu kwenye msiba huu uliotokea kwenye kijiji cha Mang'angu ambao ni kata ya Vingawe. Mnamo tarehe 12 nilipata taarifa ya kuwa kuna mwananchi wangu alienda kufanya kazi Oman, kwa bahati mbaya akaumwa akawa amefariki. Nilipigiwa simu na mkazi mmoja wa huku. Nilipomuuliza akasema tunajiandaa kwa taratibu za baba wa marehemu kusafiri kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda ubarozini kushughulikia hilo. Nikaanza kulifuatilia hilo, alipokwenda nikaanza kuuliza wamefikia wapi, lakini mpaka pale nadhani ilikuwa kwenye tarehe 14 nilipata simu kutoka kwa kijana mmoja alijitambulisha ni mdogo wake wa Vero akiwa na dada yake. Kipindi hicho nilikuwa hospitali, nilikuwa na muuguza bi mkubwa. Nikamwambia bwana, sipo nyumbani, mje hospitali. Walikuja, tukaonana nao na wakanieleza, nikawaambia nimeshapata hiyo taarifa. Wao walichokuwa wanahitaji kutoka kwangu, tunafanyaje jinsi ya kuufikisha huu mwili huku. Wakanionyesha kwamba ndugu wamekwenda Global TV kupata msaada, wakanionyesha ile klipu. Kiukweli iliniingia na kuniumiza. Nilichowajibu, niliwaambia tuna viongozi ambao wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, hili likiwafikia na kwa TV media hii inayotangaza na uhakika wanaweza kusaidia. Cha kwanza niliwapa namba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba. Kaambia nawapa namba hii, muipige, huyu yuko kwenye ziara. Akiweza kunyanyua simu na kuipokea, na imani utakuwa msaada tosha. Lakini nje hapo mmekuja, nadhani mnahitaji msaada mwingine, ndaifikisha pia kwa Mheshimiwa George Boniface Simbachawene, kwa sababu bibi yake yuko hapa anaumwa na nimetoka kuongea naye sasa hivi, kumpigia kwa wakati huu tena kumwambia hili. Lakini niacheni, ikifika mishale ya saa 12 ndajaribu kuongea naye kumwambia kwamba kuna mwananchi wetu wa Mpwapwa ambaye amefia Oman, tuangalie naye ana uwezo gani. Lakini muondoke na hii namba. Wakaichukua ile namba, lakini wakaniunganisha na ndugu yao aliyokuwa Dar es Salaam, ambaye nahisi mlikuwa mkifanya naye michakato ya huu mwili, anaitwa Isaka. Nikapewa ile namba. Nilipopewa ile namba nikampigia Isaka na nikajaribu kumshirikisha, nikaona kwa sababu wao watakuwa wazito, tumia Isaka namba ya Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Lakini nikamwambia uhakika dada lazima atarudi, hata akae mwezi, tumuombe Mungu. Walinipa wale imani, tukaagana pale hospitali, wakaenda. Nikawaahidi kwamba kesho asubuhi saa 4 waje, ili waje wapate jibu ambalo mimi nitakuwa nimeshawasiliana na wadau mbalimbali. Ilipofika mishale kama ya saa 12:30 nilimtafuta Mheshimiwa George Boniface Simbachawene, nikamuelezea na nikamwambia swala hili limekwenda viral kupitia Global TV. Kwa ukiingia kwenye mitandao ya kijamii unaweza ukaliona. Alichonijibu, aliniambia nimelipokea, ngoja nitafakari, nitakupa jibu, lakini poleni sana. Basi nikaliacha hivyo. Tulivolala, asubuhi yake wakati nataka kumtafuta kwenye kata yetu mtaani nayokaa, bahati mbaya ilitokea ajali ya gari la wakandarasi, liligonga maduka ya barabarani, nyumba kama 3. Kwa nikaamkia pale, sikuweza kumtafuta. Baada ya kuamkia pale kuangalia majeruhi na kutoa mali za watu kuhakikisha zimekaa vizuri,
Ilipofika mishale ya mchana alinitafuta kwa kuniambia kwamba nimejilizisha kwamba wale kweli ni wa Mang'angu, nimeongea nao na nimeweza kuwasaidia, wa kushukuru sana. Akanitumia na video clip ambayo ya watu wanaoshukuru kulingana na lile tukio, na mimi nikamshukuru, na pia namshukuru sana kwa sababu ameweza kutuletea mwananchi wetu wa kata ya Vingawe wa jimbo la Mpwapwa. Haikuwa rahisi kuamini, lakini Mungu alimpa nguvu ya kuweza kutoa kidogo alichokuwa nacho kuhakikisha mwili huu unafika wilayani Mpwapwa. Kwa kusema haya, nipende kutoa shukrani zangu kwake tena za dhati, kwa sababu mpaka leo mimi mpaka nakuja kuzika hapa siamini, lakini ninachokiona ni cha kweli, na tumemzika dada yetu. Bila yeye asingekuwa na moyo huu, basi sidhani kama mpaka leo, na nimesikia hapa michango ilikuwa 97,000. Sidhani mpaka leo tungekuwa tumefikia wapi. Nadhani tungekuwa tunasuasua. Mungu amjalie sana, aendelee kumjalia sana, lakini jimbo la Mpwapwa au niseme wilaya ya Mpwapwa ni ya kwetu sote, ni ya kwake. Pia viongozi wengine kwa kupitia hili alilolifanya Mheshimiwa George Boniface Mbachawene, mbunge wa jimbo la Kibaku, na wenyewe mambo kama haya yakitokea wasiache kukaa nyuma, wajitokeze, wawiwe, wajitoe, kwa sababu hii ni baraka. Baraka sio mpaka uwe tajiri upate fedha. Baraka ni vile unavyojitoa wewe kumsaidia mtu mwingine kwenye matatizo. Leo hii Mheshimiwa George Boniface Mbachawene amepata baraka kubwa kwa Mwenyezi Mungu. Sio kwa watu wa Mang'angu, sio kwa watu wa Mpwapwa, sio kwa watu ya kata ya Vingawe, lakini Mwenyezi Mungu anajua jinsi gani anaweza kumrudishia kile ambacho yeye amekitoa. Kwa ni washukuru pia na Global TV, kwa sababu bila ile trending ambayo ilienda kufanyika Global TV ikatrendi, leo hii mheshimiwa sisi tulivyokuwa tunamwambia asingeweza kuelewa, lakini baada ya kukutana kwenye mitandao ya kijamii hususan Global TV, ndo akaamua sasa achukue hatua kwamba jambo hili kweli niliko serious na ni kweli, akawiwa akatoa. Kwa hiyo Global TV ndo namba 1, na TV kama hizi, media kama hizi, napenda kutoa rai kwa serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ziwe zinaviangalia vyombo hivi kwa ukaribu, kuwasaidia na kuwawezesha, kwa sababu leo hii wamekuwa misaada kwa watu wasiojiweza. Sio kukaa na baadhi ya media zingine ambazo zinakuwa kubwa kubwa, ambazo zikipelekewa matukio kama haya huwa hazitoi, lakini kuna media kama hizi Global leo imelichukua na kulipeleka. Lakini na imani naamini, najua kuna baadhi ya media light kama hao wangewekwa kwanza kapuni, kama wasingekuwa wafuatiliaji mpaka kitu chao kiende kutoka, lakini Global ililichukua ikahangaika nalo mpaka leo. Kwa serikali yangu chini ya rais wetu mpendwa Jemedari Samia Suluhu Hassan na kupitia wizara ya michezo ambayo inaongozwa na mtu mwamba kabisa Paul Christian Makonda, embu waiangalie hizi media hususan hii Global. Kama kuna uwezo wa serikali kuishika mkono kwa kupitia hii wizara, iishike mkono. Hakika leo hii hawajatuacha Dar es Salaam, wamekuja mpaka kijijini kwetu, yani wamefika Mpwapwa na hapa tuko kijijini, bado wameendelea kutupa ushirikiano. Lakini wengine wangeweza wamemaliza, wangeendelea na mambo yao mengine. Kwa tunaona jinsi gani walivyokuwa na passion ya matatizo ya watu. Kwa ni washukuru sana Global, lakini pia watu wote waliojitoa kuhakikisha mwananchi wangu anafika, tumemzika salama. Saa hizi zinasomwa hapo historia yake. Tukimaliza hapa tuangalie sasa kwa huku kwetu Wagogo, nasema liwiku tunakaa kwa ajili ya kujua mambo mengine sasa ya kifamilia. Lakini kwa msiba tunawashukuru wale wote waliofanikisha swala hili, ila mimi kwa kwangu nikiwa kama diwani wa kata ya Vingawe niwashukuru sana Global, sababu hata mimi nisingenifika kama Global asingesimama kidete kwenye swala hili kulipeleka mitandaoni. Asante sana ndugu mwandishi wa habari. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora hapa
Utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.